Alhamisi njema mtazamaji wetu wa TVC 247, tayari wasomaji tupo mezani kukuletea yanayojiri hii leo. Mimi ni Martin Base, mwenzangu hujambo? Si jambo. Natumai umeshinda vyema na tamani sana uambie watazamaji wetu kipi kimejiri sana hii leo. Siku yangu imekuwa njema leo, nashukuru, na yanayojiri kwa sasa ni uchaguzi wa kule nchi ya Uganda, na kwa sasa hatujui mambo kamili yanavyoendelea kule. Na hivyo basi mtazamaji, haya na mengine mengi tutakuwa tukikuletea ndani ya TVC 247. Ungana nasi mpaka tamati, lakini kwanza hii ni taarifa kuu. Mahakama Kuu imetoa amri ya kufungia akaunti ya benki zinazohusishwa na gavana wa Kiambu. Afisa wa polisi apigwa risasi na kufariki katika kaunti ya Kwale baada ya makabiliano na mhifadhi wa wanyamapori. Seneta Okiya Omtata aelekea mahakamani akitaka mkurugenzi wa NEMA Mamo Buru Mamo kuchukuliwa hatua kwa kukiuka agizo la mahakama. EPRA yatangaza mabadiliko ya bei za mafuta katika mapito yake ya hivi karibuni. Rais Ruto azindua utoaji wa mtaji wa kuanzisha biashara wa Nyota. Mbunge wa Lugari na Bwera amewasilisha kesi ya kashfa dhidi ya naibu gavana wa Kakamega Savula. Ni nani ataenda nyumbani huko Uganda kati ya Museveni na Bobi Wine? Naam, andamana nasi hadi tamati tukupe taarifa kwa kina. Mahakama Kuu imetoa amri ya kufungia akaunti za benki zinazohusishwa na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, mke wake, watoto wake pamoja na watu wengine 10 kuhusiana na kesi ya ufisadi inayohusisha jumla ya shilingi milioni 813. Amri hiyo zilitolewa kufuatia ombi la tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC ambayo inachunguza madai ya ufisadi ya utajiri usioelezeka unaodaiwa kuhusishwa na fedha hizo. Kufungiwa kwa akaunti hizo kutaendelea hadi pale ombi la EACC litakaposikilizwa na kuamuliwa na mahakama. Hatua hiyo inaongeza matatizo yanayomkabili gavana Wamatangi hivi karibuni, ikiwemo kubomolewa kwa majengo yake ya biashara karibu na uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Majengo hayo yalivamiwa na kuharibiwa katika saa za alfajiri siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa mashuhuda, maafisa wa polisi waliwasili eneo hilo saa 6 usiku na kutumia vitoa machozi pamoja na risasi za moto kuwatawanya watu waliokuwa eneo hilo kabla ya zoezi la ubomoaji kuanza. Inaripotiwa kuwa mali hiyo ilikuwa imejengwa kwenye ardhi inayomilikiwa na shirika la reli Kenya Airways. Shirika la reli Kenya lilisema kuwa wavamizi wote wa ardhi hiyo walikuwa wamepewa notisi mapema kuondoka katika hifadhi ya reli ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa kituo cha reli na reli tau hiyo. Programu isiyojulikana sana ya kutuma ujumbe bila mtandao offline inayoanzishwa na mwanzilishi mwenza wa Twitter Jack Dorsey imejitokeza kama nguzo muhimu ya mawasiliano kwa Waganda waliokatazwa kutoka kwenye mtandao wa interneti kuelekea uchaguzi wenye utata ambao unaweza kuongeza utawala wa Rais Yoweri Museveni uliodumu zaidi ya miongo 4. Bichati imepanda hadi keleleni mwa maduka ya programu ya Apple na Google nchini Uganda baada ya kurekodi zaidi ya upakuaji 28,000 mwaka huu, kulingana na kampuni ya utafiti na Apotia. Hii ni ongezeko la karibuni mara 4 ikilinganishwa na miezi miwili iliyotangulia kwa pamoja. Mamlaka za Uganda zilitaka huduma ya interneti na kupunguza huduma za simu kote nchini Jumanne, siku 2 kabla ya uchaguzi ambao Rais Yoweri Museveni anawania muhula wa 7 wenye utata baada ya kutawala kwa zaidi ya miaka 40. Tume ya mawasiliano ya Uganda UCC iliagiza watoa huduma za simu kuzima miunganisho ya interneti ya umma kuanzia saa 12 jioni Jumanne kwa lengo la kudhibiti hali potofu, upotoshaji wa taarifa, udanganyifu wa uchaguzi na hata kulinganishwa na interneti zisizo za hakika. Vikosi vya usalama vimewakamata mamia ya wafuasi wa upinzani katika kipindi cha kuelekea uchaguzi huo, na mara kadhaa vimerusha risasi za moto na vitoa machozi katika mikutano ya kampeni inayomuunga mkono mpinzani mkuu wa Museveni, mwanamuziki maarufu Bobi Wine. Pia USCC inatambua changamoto za kiutendaji ambazo agizo hili iliweza kusababisha na inathamini ushirikiano wenu kamili katika kudumisha utulivu wa kitaifa katika kipindi hiki nyeti, ilisema UCC katika barua ya Jumanne
tolewa na waendeshaji wa mitandao ya simu na watoa huduma za interneti walioidhinishwa. Museveni mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya kuongoza uasi wa miaka 5 na kwa sasa ni kiongozi wa 3 barani Afrika aliyehudumu madarakani kwa muda mrefu zaidi. Amebadilisha katiba mara 2, kuondoa vikwazo vya umri na idadi ya mihula, na ushawishi wake mkubwa katika taasisi za Uganda umemaanisha kuwa hakuna uwezekano mdogo wa mshangao wa matokeo ya uchaguzi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki yenye wakazi milioni 46, wachambuzi wa kisiasa wanasema. Na huo ndo mwisho wa taarifa zetu za leo. Endelea kutegea TVC 247, manake tunafuatilia uchaguzi pale Uganda, ambapo swali linaibuka, je, kati ya Museveni na Bobi Wine nani ataenda nyumbani? Tunaendelea kufuatilia matangazo hayo, tutakuwa tukikujuza pindi tu taarifa hizo zitatufikia. Mimi ni Martin Beiza. Tukutane hapo kesho. Jina langu ni Pauline Atelo. Alamsiki.